Usipopita kwenye hali ngumu, hutajua anayekupenda kweli na asiyekupenda kweli ni upi. Mungu huwa anaruhusu hizo nyakati kwenye maisha, nyakati za kukataliwa, ili kukusaidia kuchuja watu sahihi na watu genuine kwenye maisha yako. Kuna wakati Yesu anawaambia watu, anawaambia mmenijia kwa sababu ya mikate, sio kwa sababu mnataka neno, sio kwa sababu mnanipenda, lakini mmekuja kwa sababu mliona last time nilifanya muujiza, watu 5,000 wakala mikate. Mmerudi tena. Na wewe kwenye maisha yako, kuna watu wanaweza kuja kwenye maisha yako kwa sababu ya mikate, kwa sababu ya kazi ulionayo, kwa sababu ya connection ulizonazo, kwa sababu ya uwezo 2-3 ulionao, lakini si kwa sababu wanakupenda. Sasa wakati mwingine Mungu huwa anaruhusu nyakati za kupita kwenye kaburi. Mungu huwa anaruhusu grave experiences in your life. Nyakati ngumu ndio huwa zinachuja kina Yuda Iscariot. Nyakati ngumu ndio huwa zinakuonyesha kina Petro wasaliti ni wapi, kina Yuda wasaliti ni wapi. Nyakati ngumu, sio nyakati za raha. Huwezi kujua watu genuine in your life wakati wa raha, huwezi kuwajua. Kwa Biblia inasema Yesu alikuwa amelazwa kaburini, siku ya 3 ameanza kunuka, lakini bado kuna kina mama waliomfuata kaburini. Bado kuna watu walikuwa wanamtambua kama Bwana na Mwokozi wao, hata wakati amenuka na wakati ameoza. Mungu akupe watu ambao wataambatana na wewe hata wakati unapita katika kaburi, hata wakati umelazwa katika kaburi lako. Tuna watu ambao wanatupenda wakati mambo yanatuendea vizuri. Tuna watu ambao wanatupenda wakati tuna kazi. Tuna watu ambao wanatupenda wakati tunaweza kuwapa chochote. Tuna watu ambao wanatupenda wakati tunaweza, wakati tuna majina, wakati tunajulikana, wakati kila kitu kinaenda vizuri. Lakini si kila mtu anaweza kukufuata wakati ukiwa kwenye kaburi. Si kila mtu anaweza kukufuata wakati wa kubeba msalaba. Si kila mtu anaweza kusimama na wewe unapolazwa. Biblia inasema Yesu alikuwa amelazwa kaburini, na hii ilikuwa ni siku ya 3, lakini bado kuna watu waliompenda hata katika harufu, hata katika hali mbaya. Bado kuna kina mama ambao walimpenda. Ninakuombea Pasaka hii, Mungu akupe watu wa namna hiyo, watu ambao hawataonea aibu harufu yako, watu ambao hawataonea aibu matatizo yako, watu ambao hawatakuonea aibu wakati wa kulala, wakati wa kushindwa, wakati ambao huwezi, watu ambao watasimama na wewe hata katika nyakati ngumu. Hicho ndicho kitu tunachojifunza katika kufa na kufuka kwa Yesu, ya kwamba kuna watu Mungu anaweza akakupa wakasimama na wewe hata wakati unatoa harufu, hata wakati kila mtu anakukimbia, hata wakati kila mtu anashangilia umeshindwa. Bado kuna watu Mungu anaweza akakupa wakasimama na wewe katika hali zote. Ninakuombea Mungu akupe watu hao wakati wako wa kunuka. Mungu akupe watu wa kukupulizia manukato wakati wako wa kunuka. Mungu akupe watu wa kukupulizia perfume wakati wako wa kunuka. Mungu akupe watu wa kukusemea